1 2. Yes. 1 2. Yes. Yes, yes. 1 2 3. Naomba simama mahali ulipo ili tuweze kufungua ibada hii kwa neno la maombi. Tunapenda kuwa hapa kila jioni na tunamsikiliza Mungu. Haya mambo ambayo tunaongea hapa, iko siku moja Biblia inasema watu watatamani kuyasikia. Haya mambo tunayoongea hapa, Biblia inasema iko siku watu watatamani kuyasikia, wasipate kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kama vile sasa hivi kuna wingi wa neno. Sasa hivi kuna wingi wa neno. Ukifungua redio hata utashangaa. Ukifungua television utashangaa. Wewe ukichukua nafasi ya kutembea tembea, kila mahali tu unakuta mhubiri, kwa basi, sokoni, barabarani. Lakini hii Biblia inasema itafika wakati hawataonekana hata kidogo. Hawataonekana. Watu watazunguka wakitafuta hata mhubiri mmoja, itashindikana. Sasa mimi ninaomba kila wakati unapokuja hapa, jaribu kuchukulia hili neno maanani na ukaweze kulitumia kulingana na vile Baba anavyolitaka, ili kwamba ukaone matunda. Mtu yoyote asipotumia hii Biblia vile inavyotakikana, hutawahi kuona matunda. Utakaa ndani ya Ukristo, utasema mbona mimi ni Mkristo na ninateseka bado? Mbona mimi niko ndani ya kanisa na ninahangaika? Mbona mimi nakujaga maombi lakini bado sioni? Sababu wengi hatuelewi, wakati lile agano la Yesu Kristo linabaki kuwa takatifu, hapo ndio lina nguvu. Lakini lile agano likichafuka halina nguvu. Wangapi wanaelewa ile kitu nimesema hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haya, inamisha uso wako, tufungue ibada kwa neno la maombi. Baba, ni asante kwa majira haya. Asante kwa kutukusanya pamoja ili kwamba tuweze kuyaongea mambo yako. Hii haikuanza na sisi hapa Mudhurwa. Ilianza na mitume kanisani. Walikuwa wanakwenda nyumba kwa nyumba, wanaongea mambo ya Mungu. Hawakosi kukutanika kila majira ya jioni waongee habari za Kristo. Na sisi tunaendelesha tu kile ambacho mitume walianza. Na Baba, tunaomba kila wakati tunapofungua hii Biblia, wacha tukayasikilize yako, wacha tukayatafute yako, sio kuyatafuta yetu, tunayatafuta yako. Na ninashukuru kwa wale ambao wanakuja hapa. Iwe neno litawagonga, iwe neno litawabembeleza, wanakuja. Iwe litawajeruhi, iwe litawakemea, wanakuja tu. Na hiyo ndio uzuri wa neno la Timotheo. Biblia inasema kwenye Timotheo wa pili 3:15, kila neno lenye pumzi ya Mungu. Maana yake kila neno ambayo iko na roho wa Mungu linafaa kwa kuonya, kukemea, kukaripia, ili kumwadhibisha mteule. Na wengi hawapendi makemeo, wengi hawapendi kurekebishwa wala kukaripiwa. Wengi wanapenda tu kuambiwa mambo mazuri. Naomba jioni ya leo Bwana tukemee. Naomba jioni ya leo hata utukaripie. Jioni hii ya leo Jumamosi, naomba ukatuweke katika discipline ambayo inatakikana. Yesu alikaa hapa duniani miaka yake yote akiwa na discipline mbele yako. Hakutumia mamlaka yake kimakosa, wala hakufanya kile ambacho hukumtuma. Kila wakati alikuwa anasema haya yote ninayofanya Baba amenituma
nifanye. Haya yote ninayofanya Baba alinionyesha na akanifundisha nifanye. Basi na sisi tuwe kwa discipline hiyo. Yohana Mbatizaji alikuwa na discipline hiyo, na mitume wengine wengi walikuwa na discipline hiyo. Asante Jehova. Mengine mengi ambayo tungekuomba Baba, wewe ni mwaminifu hata ututendee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Chukua nafasi yako, kaa, jiangalie kabisa afya yako, tunza afya yako. Usikae tu kiolela. Kaa ukijua wazi ya kwamba unahitajika mask. Tumekwambia maji yako pale, sabuni iko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia siku hizi nimeona hata wananunua hii wanaita nini, sanitizer. Hata iko ya shilingi 100. Iko hata ya 50. Unaweza ukajinunulia, unaweka mfukoni. Ukigusa vitu unapaka mikono. Ukigusa unapaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuendelee na ujumbe wa jana. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5. Na kuna kitu ambacho ninataka nikushangaze, na ni kitu ambacho jana Bwana alikuwa ameniambia ama amenifunulia na nikafurahia sana. Wakati nilikuwa nikisoma hii kitabu, hii Biblia. Haleluya. Kitabu ya Genesis inaongelelea kuhusu creation. Hapo Mungu anaongea vile dunia iliumbwa na nini, kila kitu mwanadamu. Kitabu ya Kutoka, Mungu ameanza safari na watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija kwa kitabu cha Walawi, kitabu cha 3 ya Biblia, anawafundisha kuhusu ibada. Yaani baada ya Mungu kuokoa watu wake kutoka Misri, wakiwa barabarani anatembea na wao, kitabu cha 3 Musa aliandika ni kuhusu vile watu wanaweza kuambatana na Baba. Walawi wakafundishwa vile watachinja, wataua, watatakasa, watafanya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha 4 ambacho ni cha Hesabu, kitu ya kushangaza, Mungu anatengeneza jeshi lake katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hiyo Biblia it's very interesting. Yaani Genesis creation, Exodus anawatoa katika dhambi ama utumwani, Leviticus anawafundisha the work of the altar. Ukienda kwa Numbers, jeshi la Waisraeli. Ukienda kwa Kumbukumbu la Torati, sasa Mungu anamwambia Musa, wakumbushe tena amri yangu. This time round wakiwa wameelewa ibada za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu ambao kabla hawajaokoka wanaweza kuwa wanaelewa sheria za Mungu lakini hawazitii. Na hiyo ndio ilikuwa wakati wa Israeli walikuwa jangwani. Ni watu walikuwa wanaelewa Musa vile alivyoongea na vile Mungu alivyoshuka mlimani akaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa this time round tunaona after Leviticus na Numbers, Leviticus wamefundishwa jinsi ya kufanya ibada. Haleluya. Sasa hawaabudu Mungu kijingajinga, wanaabudu Mungu na heshima ambayo inatokana na vile ambavyo wamefundishwa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu another thing, Mungu anajiinulia jeshi la Waisraeli Numbers. Na hilo ndio jambo tulikuwa tunaongea jana. Nikakwambia ya kwamba that is what is happening in the kingdom of Christ. Yesu anatafuta kunyakua watu, na nikakwambia usikosekane ndugu yangu katika huu unyakuzi wa kwanza, because Yesu anataka kutengeneza, he is forming his government katika Jerusalem mpya. Yesu ana form government yake katika Jerusalem mpya, na anategemea the first people, the first rapture. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nikakwambia the first rapture ita include kings and lords
na wale wakuu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kitu cha mwisho tukasikia majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana lugha mzuri? Jana nilikwambia kwamba hiyo ni kitu inatafutwa sasa hivi, na wale ambao wanatakikana ni wale ambao wako very shocked in the Holy Spirit. Ndio maana unaona Roho Mtakatifu alitumwa kwa ajenda hiyo. Maandiko yanasema wale ambao hawana Roho Mtakatifu hawezi kunyakuliwa. Huwezi kunyakuliwa. It is an event, it is a spiritual event. Ni spiritual event. Na yule ambaye yuko in charge of that event is the Holy Spirit himself. Na wale ambao wanaenda kunyakuliwa, maandiko yanasema lazima wawe na alama yake. So basically hiyo kitu yote it is spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi tuko pamoja jioni ya leo? So there is this issue. Kwa nini tuwe na Roho Mtakatifu? Nataka kuongea kwa undani. Kwa nini tuwe na Roho Mtakatifu? Kwa nini pastor, mimi nimeamini Yesu, nimeenda kanisa, nimeokoka, lakini nimemkosa Roho, kwa nini nisiingie mbinguni? Kuna hiyo shida. Kuna watu wanauliza maswali. Kuna mtu ananiuliza, mchungaji, je, mtu ambaye hajaokoka anaweza kuwa na Roho Mtakatifu? Ni ngumu. Ninakwambia mtakatifu hakai mahali pachafu. Roho ni mtakatifu, hakai mahali pachafu. Na ndio maana yeye ungoja kwanza damu ya Yesu inatangulia. Wakati toba imeshafanyika, Roho anaingia. Lakini Roho hakai mahali ambapo ni pachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakaa mahali patakatifu. Na maandiko inasema ile damu wakati inapokutakasa lazima iambatane na mafuta ya Roho Mtakatifu. Tulisoma kwenye kitabu cha Leviticus 8 mstari wa 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda niende polepole hapo ndio unielewe kwa undani. Leviticus 8:22. Aaron hakuwekwa wakfu na damu ya kondoo peke yake. Maandiko inasema baada ya damu kumfunika Aaron na wanawe, Musa alichukua mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya damu kwanza, alafu mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima ukuwe anointed with the blood of Jesus and the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. Hizo ni vitu mbili lazima ziwe pamoja. Sio damu peke yake, anointing. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 1 anasema kwamba sisi tumetiwa mafuta. Mafuta yetu yanatokana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana language? Si tumpatie Bwana Yesu makofi. Kazi ya mafuta ni nini? Kazi ya mafuta ni nini? Nisikize. Haleluya. Kazi ya mafuta ina preserve uhai wa damu. Ina preserve uhai wa Alois. Mtu asipojipaka mafuta anaparara. Ni kweli ama si kweli? Usipojipaka mafuta unakauka. Ni kweli ama si kweli? So mafuta ina preserve uhai wa damu, ili kila wakati unapotembea, every time you walk. Bwana Yesu asifiwe. No matter how many years utakaa hapa duniani, ile damu ya Kristo bado iko hai. As long as ile damu iko hai, the covenant is strong. Wangapi tunaelewana vizuri? Because the covenant cannot be strong ikiwekewa damu iliyokufa. Damu iliyokufa haitumiki katika covenant, katika maagano. Damu iliyokufa haitumiki katika matambiko. Tunataji damu iliyo hai. Kwa nini tunasema damu ya Kristo mpaka sasa hivi inatiririka na iko hai? Ni kwa sababu mafuta ya Roho Mtakatifu yanaipreserve. Bwana Yesu asiwe sana. Na kitu chengine maandiko yanasema Roho huuisha.
lakini dhambi huua. Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Bwana Yesu makofi. That is why the Holy Spirit must be there. The Holy Spirit must be there. Ili kila wakati shetani akikuangalia anaona the covenant of Christ is still fresh and alive. It is not dead. The covenant of the Holy Spirit is fresh. The blood is fresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Ndugu yangu, kuna watu wengi hawaelewi, wanasema kwa nini mchungaji damu? Kwa nini lazima nitamke damu? Because that covenant uliweka na Mungu. Ile covenant uliweka na Mungu haiwezi kukamilika bila damu kunyunyizwa juu yake. Na hiyo damu haifai kukauka. Because ni covenant ya milele. It is a binding covenant. It is there forever and ever. Na wengi tunajua damu ikikaa zaidi ya dakika 10-20 inakauka. So what puts the blood afresh? The oil and anointing of the Holy Spirit. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Tumuongeze makofi ya utukufu. Hallelujah. Kuna kitu nataka kusoma. Kuna kitu nataka kusoma. Kuna kitu nataka kusoma. Ni mambo nimepatiwa niwaambie. Ni mambo nimepatiwa niwaambie na waambia. Nataka kusoma hapa. Nataka kusoma hapa. Waebrania 10. Waebrania 10:26. Nataka nikujibu ile swali umesema, kwa nini mchungaji niko kanisani naomba lakini sioni matokeo? Bado naona shida tu zinanizunguka. Nataka usikilize hii. Hebrews 10. Hebrews 10. Hebrews 10. Hii kitu nilikuwa kila wakati nauliza, lakini namshukuru Mungu, Bwana amenipatia jibu. Na nataka kushiriki na nyinyi jioni ya leo. Sikiliza mahali tunakosea. Sikiliza mahali tunakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mami, we are together. Sikiliza mahali tunakosea. Tumeelewa ya kwamba that blood should always be fresh. Bwana Yesu asifiwe sana. That blood of Christ ambayo tumeipokea na tumeikiri lazima iwe fresh always. Ili ibilisi akikuangalia leo anaona bado agano imesimama. After 10 years akikuangalia bado anaona the blood is fresh. Akikuangalia hata after 50 years, Mungu akikusaidia ufike 50 years, akija kwako anakuta the blood is still fresh. 70 years, wangapi tunaelewana vizuri? Anakuja anakuangalia, anakuta the blood is still fresh. Why? It is preserved under the anointing oil of the Holy Spirit. Sasa Hebrews 10:26 inasema hivi. Inasema kama tukiendelea kutenda dhambi kwa makusudi baada ya kupokea ufahamu wa ukweli, haibaki tena dhabihu. Maana yake ukishaokoka na umemwagiwa damu ya Yesu Kristo na unaendelea kutenda dhambi kimakusudi, you are killing the blood. Ile dhabihu haiko, nguvu ya ile agano haiko. Na hapo ndipo watu wengi hawajui vile tunavyoharibu nguvu kuu iliyo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Tunaiharibu mpaka inakosa mamlaka, mpaka shetani anarudi kupata tena territory in our lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anakuja pitch tena camps in our life. Unakuta mtu ameokoka lakini kwake magonjwa hayaishi. Mtu ameokoka hata ameweka chemist kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Madawa ya watoto iko hapo, madawa ya mama iko hapo, madawa ya mzee iko hapo.
hata uko na madawa mingi, mpaka majirani wanakuombaga. Na wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ameokoka, kila wakati agent akikuja kwa hiyo plot, mlango yake ndio inabishwa ya kwanza, nganga nganga nganga, mbona hujalipa nyumba bwana? Tena agent anaongea na ukali sana, anasema bwana, nyinyi mmo watu mliokoka, sijui mna shida gani? Walevi hatusumbuani na walevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyinyi ndio mnasema mnakuaga na Mungu, mbona hamulipi nyumba? Shida ni mtu anaokoka alafu anarudia dhambi makusudi. Na every time you go back to sin, maandiko inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi huua. Dhambi huua chochote ambacho kiko katika maisha yako, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ndani ya Kristo Bwana wetu. Hiyo ni Warumi 6:23. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wowote tunapookoka na tunaikiri damu ya Kristo na tunamkiri Roho Mtakatifu, kibarua chetu kikubwa, ndugu yangu, it is to preserve the blood, because as long as the blood is afresh, as long as the blood is fresh, the covenant between us and God is strong. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Hallelujah. Ndugu yangu, ukae ukijua, ndugu yangu, damu ya Yesu ndio kitambulisho chako. Damu ya Yesu ndio kitambulisho chako katika ulimwengu wa roho. Majini hayakugusi, mapepo hayakugusi, wachawi hawakuoni, kwa sababu kitambulisho chako ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Haleluya. Wacha nikusome ndio uelewe ile kitu ninasema. Unajua watu wamezoea kuokoka ni Bwana asifiwe, Bwana asifiwe ya mdomo. Watu wamezoea, kumbe hawajui Bwana nguvu ziko wapi. Nguvu haziko kwa kusema tu Yesu ni Bwana, haleluya, Yesu ni Bwana. Nguvu ziko, kuna mahali nguvu ziko kwenye agano, mkataba wako na Mungu. Hapo ndiyo nguvu yako iko. Nguvu ya maombi yako. Wangapi tunaelewana vizuri? Nguvu ya maombi yako, uhakika wa mbingu kukujibu maombi yako iko katika agano. Sio Bwana asifiwe. Paulo anasema tuna ujasiri wa kukisogelea kiti cha enzi cha Baba, kwa sababu dhambi zetu tumesamehewa. Sasa tunakisogelea kiti cha enzi kwa ujasiri, na tuna uhakika maombi yale tunayoomba Baba anatusikia. Ndugu yangu, agano letu ndio linatutetea. Yesu sio Yesu ni Bwana eti unasema sijui nina. Na kuna wengi wetu tumefaili katika kutunza the one thing that can put the devil away, and the one thing that can put God close to you. Close. Tumekuwa wepesi wa kurudi nyuma katika dhambi. Hatuzingatii kutunza ile damu ambayo ndio kitambulisho chetu. Damu ndio kitambulisho. Shetani akitutembelea anasema hawa wamewekwa alama ya damu, hatuwezi kuwagusa. Bwana Yesu asifiwe. Majini wakitutafuta, wachawi na waganga wakitutafuta kwa mabeseni yao ya maji na vioo vyao, hawatuoni. Wakiuliziwa wanaambiwa hawa wamewekwa alama, hawaguswi. Wangapi wanasema mchungaji napata kitu? The one thing that can protect you, the one thing that proves your identity, mimi ni mwana wa Mungu. Ndugu yangu, atuambiaje shetani na mdomo tu? Atuambiaje shetani mimi ni mwana wa Mungu, toka kwangu, mimi ni mwana wa Mungu, hauna haki ya kunitesa? Umwambii na mdomo, anajua. Akiona alama anajua huyu tukimgusa shida ni sisi tunajiletea. Hii ni mali ya mwenyewe. Wangapi tunaelewana vizuri?
Wacha tusome kitabu hiki, tusome hichi kitabu, kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11, Hebrews 11, Hebrews 11, Hebrews 11, na tuanzie mstari ule wa 23. Ndugu yangu, ninataka nikuhakikishie wale watu ambao wametunza alama hiyo, wametunza ile damu ya Yesu Kristo, wanafanya kazi juu na usiku na mchana, wanatunza ile damu wasiichafue, kwa sababu hiyo ndio kitambulisho yao. Ikichafuka basi wao wamekwisha, hakuna dhabihu hapa. Mwanzo ni kiboko mbaya sana kuchafua damu ya Yesu Kristo, kwa sababu hakuna sadaka nyingine itakayotolewa kuitakasa. Ukishachafua, the only one medicine that will cure you from sin, na ukaipaka uchafu tena, ndugu yangu, hakuna tena dhabihu inaweza osha hiyo damu ya Yesu irudi ipate nguvu ya kukutakasa tena. Wangapi tunaelewana vizuri? Tunaambiwa tutunze uokovu, but the pastors, our pastors hawatuambii kwa uhakika what should we, ni nini to preserve, what should we preserve kabisa katika uokovu ni nini. Biblia inasema msimuhuzunishe roho, msimutweze unabii, msimuhuzunishe. Kitu ya kwanza, roho anaweza kuhuzunika ni wakati wewe umetapika dhambi, umetapika, amekusaidia ukatapika dhambi, amekusaidia ukavunja minyororo ya utumwa ya dhambi ambayo shetani amekuwekea, alafu ukarudia yale matapishi, unamuhuzunisha roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 4 mstari wa ngapi? Wacha nikuangalilie, nisikupatie kitu hakuna. Waefeso 4:29 nafikiri. Tusimhuzunishe roho. Waefeso 4. Bwana Yesu apewe, mpatie makofi mazuri, mpatie makofi mazuri. Waefeso 4 mstari wa 30. Wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, msimuhuzunishe, msimuhuzunishe. Haleluya. Mzee anasomesha mtoto wake mpaka anamaliza shule, alafu mtoto wake anakuja anakuwa drug dealer. Mzee anahuzunika, anahuzunika. Msihuzunishe roho. Roho amefanya kazi kubwa ndugu yangu. Amevunja minyororo ya pornography, minyororo ya pombe. Wewe ulikuwa ni alcoholic. Wangapi tunaelewana vizuri? Pombe imetembea ndani ya damu yako bwana. Ukiamka kila asubuhi, toa lock, ukilala lock ingine, mpaka ukikosa tu pombe siku moja mikono inafanya hivi mdomo inafanya hivi, ukiongea, ukishika glass hivi. Sasa roho ameingia, amekukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa lugha? Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Tumpe Yesu makofi. Ndugu yangu, kaa huko. Nataka kukupatia kaa pale. Sio wakati wa sadaka sasa hivi, kaa pale. Wakati wa sadaka bado. Wakati wa sadaka ikifika utatoa. Sasa hii bado. Sasa hivi tunasikia neno. Usichanganye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunaelewana? Situmpatie Bwana Yesu makofi. Sikiliza hapa. Usimuhuzunishe nini? Roho. Amefanya kazi kubwa. Roho amefanya kazi kubwa. Kuna watu walijilea kwa vitabu vya pornography. Wangapi tunaelewana language? Kwa vitabu vya pornography. Sasa mtu umeokoka bwana, zile images bado ziko ndani yako, unajaribu kupigana nazo. Wakati wowote bwana, unapiga magoti, unaanza kuita Mungu, hizo images zina flow. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa roho ameingia ndani yako, ameng'oa hizo images kwa uwezo wake na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ameingia, ameng'oa, amekutakasa kwa uwezo wake
Wangapi tuko pamoja? Maandiko inasema tuko na nguvu na mamlaka hata kupull down every evil thought. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ameerase all the evil thoughts. Umekuwa white as snow. Alafu umerudia dhambi. Unamhuzunisha Roho. Haleluya. Haleluya. Wengi wetu hatujui ni nini tunafaa kutunza. Watu wanafikiria tunatunza huku nje. Ni ile maagano. Ile maagano ndio inatupa ushindi. Yale maagano ndio yanafanya nini? Yanatupa ushindi. Yale maagano ya Roho Mtakatifu, maagano ya damu, maagano ya mwili wa Kristo. Hayo ndio mambo yanatupa nguvu. Sikiliza hii kitu hapa. Inasema nini? Kitabu cha Waebrania 11 na tuanzie mstari wa 24. Tuanzie mstari wa 24. Inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akachagua kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa anasa za dhambi kwa kitambo kidogo. Wangapi wako pamoja na mimi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliona kushutumiwa kwa ajili ya Kristo ni utajiri mkubwa zaidi kuliko hazina za Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni watu ambao wamekomaa kiroho. Ndio maana unasikia alipokuwa mzima, Musa alipokuwa mzima, he was mature spiritually. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi decision Musa alifanya za kuacha nyumba ya Farao na kwenda kwa mabusu kule chini. Ndugu yangu, hizo ni vitu hizo decision haziwezi kufanywa na watu wachanga kiroho. Watu wachanga kiroho watakaa mahali bado pesa iko. Watu wachanga kiroho watasema inapoteza. Bwana Yesu asiweza. Decision kama ya Yusufu kukataa kulala na mke wa Potifa. Hiyo sio decision inafanywa na mtu mchanga kiroho. Mtu amekomaa. Mtu mchanga atasema, Bwana nimeangukia. Huyu ni Mungu amekuja mzima. Nikiconnect na mama, promotion nitapata. Mshahara itaongezwa. Bwana Yesu asiwe sana. Wangapi tunaelewana langu? Lakini mtu mzima kiroho anasema hii hapana. Nakosea Mungu na hata nakosea mwenye hii nyumba. Haleluya. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Watu wazima kiroho, wale wanakula vyakula vigumu. Wale watu ambao wamepitia majaribu mbalimbali mpaka wako in a position to differentiate kati ya dhambi na haki. Wangapi tunaelewana vizuri? Ndugu yangu, dhambi ni dhambi. No matter how much inakuja kwa maua na mapambo, dhambi ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ni dhambi. Hata ikikuja iko coated na maua na mapambo na mambo mzuri, dhambi ni dhambi. Wacha kuangalia urembo wake. Maandiko yanasema Hawa aliangalia tunda akaona urembo wake, hakuona mapigo yake, aliona urembo yake. Maandiko yanasema alipoangalia akaona linatamanika kwa maarifa na pia linafaa kwa kuliwa. Wakati tunaelewana vizuri, aliangalia mapambo ya ile tunda, hakuona ghadhabu. Biblia inasema mtu ambaye analala na bibi ya mwenyewe ni mjinga. Alafu anauliza swali, nani anaweza kuweka makaa ya moto kwa kifua yake asichomeke? Hiyo ndio swali inaulizwa. Kitabu cha Proverbs 6 mstari wa 32. Je, unaweza ukaweka makaa ya moto kwa kifua usiungue? Hivyo ndivyo alivyo mtu anachukua jirani ya bibi ya jirani, anachukua makaa anaweka kwa kifua yake. Na inasema wazi, mwanaume yoyote ambaye amejua wazi mke wake amechukuliwa, hata apewe nini na ambiwe nenda kapatane na mume wako, hawezi kukubali. Hata apewe mali yote ya dunia, hata apewe nini. Ndugu yangu, nenda kasome usikie.
wacha hata kusoma, si hata wewe ujue kuna mwanaume mwingine imesaga bibi yako, alafu mwanamke anarudi, bwana turudiane. Bwana hiyo ni ngumu. Na hiyo ndio kitu utalia paka kwa pasta, unajua kama hakuna kitu ilikuwa imeendelea, hiyo ni mambo ingine, lakini unajua walilala bwana. Sasa utakatalia hapo mpaka dakika ya mwisho. Wanaume oye, tuko pamoja? Wanaume nifanyeni hivi. Asante sana. Na maandiko inasema Musa akiwa mtu mzima, Mungu awabariki muwe watu wazima katika mambo ya kiroho, sababu spiritual issues are no joke. Spiritual issues are no joke my friend. Either uko ndani ama hauko, either umeingia kwa mkataba ama hujaingia. Mambo ni mangapi? Situmpe Kristo makofi jamani. Wengine walifikiria kwa sababu maandiko ni yanaongea mambo matamu, wakayakimbilia mambo ya kiroho kijinga. Kumbe ndugu yangu, wewe ukifikiria kwamba umeangukia, kumbe mambo ya kiroho yamekuangukia. Let me give you one big secret. Hakuna siku yoyote utajiingiza kwa mkataba wa kiroho na isikufunge. Ukiingia tu ndani, vile tu umekubaliana nayo na mambo mazuri, nayo pia imekufunga kwa masharti yake. Wangapi tunaelewana? Vile tu umekubaliana nayo kwa mambo matamu, na ukaingia kijinga haraka na ikakubeba, kama ukijua tu once you are in, imekukamata funga. Alafu inasema aliona kushtumiwa kwa ajili ya Kristo ni utajiri mkubwa zaidi kuliko hazina za Misri, maana alikuwa anatazamia kupata thawabu baadaye. Kwa imani Musa aliondoka Misri bila kuogopa ghadhabu ya mfalme. Alivumilia kwa sababu alimuona yeye asiyoonekana kwa macho. Mstari wa 28, kwa imani akaadhimisha Pasaka na kunyunyiza damu ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wazaliwa wa Israeli. Kama hiyo damu ndiyo ilikuwa issue ya kulinda Waisraeli, they had to protect that blood, because hiyo damu ikitoka, ulinzi umetoka. Damu ikitoka, ulinzi umetoka. Na maandiko inasema Waisraeli ile jangwa yote waliivuka because they were under the blood. The blood was their protection. Na tumesoma kitabu cha Waebrania 10:26. Mtu ambaye tayari ameshaingia ndani ya wokovu, damu imekufunika. Kibarua chako kikubwa ni kulinda ile damu, kwa sababu hiyo damu ndio ulinzi wako. Unailinda. Ukijichanganya tena kwa dhambi, unaiua hiyo damu. Unaiua. Na damu iliyokufa haifai kwa agano. Any blood that is dead haiwezi kufanya agano. The blood must be fresh. That is why tunaipaka mafuta ya Roho Mtakatifu. Harun na watoto wake hawakumwagiwa damu kavu, damu na mafuta. Maandiko yanasema alichukua mkia. Musa alichukua mkia, akachovya ndani ya ile mafuta, akanyunyiza juu ya Harun pamoja na ile damu. Why? Ili the blood to be fresh forever. As long as the blood is fresh upon your life, inaweza kaa hata 10 years, hata 20 years, hata 50 years, hata 70 years. It will protect you forever and ever. Wengi wanaokoka na wanachukua damu minus the blood. Na hiyo ndio kitu wale wanawali 5 wapumbavu walifanya. Damu yao haikuwa na mafuta. Damu ya hao wengine ilikuwa na mafuta. Damu ya hao, agano la hawa wengine, maandiko yanasema walikuwa 10, 5 pumbavu, 5 wenye busara. Bwana Yesu asiweza. 5 pumbavu, 5 wenye. Hawa wapumbavu hawa walikuwa tu na mafuta, samahani, damu. They were so clean.
Ndio maana walikuwa wanaitwa 10 virgins. 10 virgins. But their blood died because it lacked the oil to preserve it. The blood died. Mzee, unanielewa vizuri? Tuko pamoja? Asante. Kwa nini waliitwa wajinga? Kwa sababu walipakwa damu, wakatakaswa, wakaitwa wanawali, wakaitwa virgins. Lakini wakasahau hii damu bila mafuta itakauka. Alafu kwa ujinga wenzao wameweka mafuta, damu yao inawaka, it is fresh as ever. Wangapi tunaelewana vizuri? Damu yao inawaka usiku wa manane, mchana, damu yao inawaka. It is glowing, it is fresh, it is fresh. Lakini hii wapumbavu, damu ilikauka. Ndio maana wakalala. Wao unasikia eti walilala. Si wao walilala, damu ilikauka, ikakufa, ikakosa kung'ara. Bwana harusi alipokuja akaona wale ambao damu zao zinang'aa, akaingia mkataba na wao wa ndoa, mkataba wa ndoa. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Wacha kuniangalia vibaya. Ukikosa mbingu, ndugu yangu, shauri yako ni ujeuri wako tu. Unaenda kwa nyumba ya Mungu na mikataba yako, nani atakusikia? Wewe unafikiria Mungu yuko pale akusikie? Mungu yuko pale, wewe umsikize. He is the commander in chief. Mimi nasikia kabla Uhuru Kenyatta aingie kwa kiwanja wakati wa Jamhuri Day ama Madaraka, wale wanajeshi ndugu yangu wako pale. Hawataki kujua kama bado analala ama ndio anakunywa chai. Wako pale, wako hivi kama milingoti. Hata Uhuru aje saa 9 jioni, wako hivi. Sio Uhuru apigiwe simu ambaye unajua wanajeshi wanakungojea. Anaweza sema wacha waongoje. Na Yesu ni commander in chief. Ndio maana sisi tunamngojea. Na hata hatupatii siku. Unajua kwa nini hatupatii siku, mzee Alois? Because he's the commander in chief. Asemaje eti nitaingia hapo saa 4 ama saa 10 na nikipita saa 10 mjue sikuji? Hasemi. Kuna jamaa tu pale na microphone anasema rais ako barabarani, na jamaa bado ako kwa blanket. Rais ako barabarani, wageni waheshimiwa, rais anakunywa chai, anaoga, analetewa suti ya kwanza, anasema rudisha, lete ingine. Na wale jamaa wako hivi. Hata hizi ikikuja, mimi sijawahi ona hizi imekuja jamaa akafanya hivi. Hakuna. Yesu ni commander in chief. Ndio maana siku yake ya kukuja haasemi. It is not for him to hurry up. It's for you to hurry up. Ndugu yangu, mimi nilijua Yesu ni don't care. Wakati wale 70 walienda, aligeukia wale 12. Akaambia hata nyinyi mnaishia, hata nyinyi mnaishia. Ilibidi waseme we tuende wapi? We ndio mwenye maneno ya uzima, tuende kwa nani? Hakujali. Nakwambia hata kama ingebidi afanye hiyo ministry peke yake, hakujali. Kama aliambia wale Mafarisayo, mkizuia hao watu kunisifu, hata hii mawe Mungu anaweza inua. Unafikiria hiyo ufalme wa mbinguni inaweza kosa hata wanyama? Kama safina iliingizwa wanyama, ndugu yangu, you are not special.
nielewe, na sikuhubirie eti nikubembeleze. Na you can go. Wewe uliona mahali nimeweka posters tukutane Mudhurwa. Haleluya. Mzee wewe umenikuta na ubiri ukasimama. Sasa wewe sikia ile kitu ninaongea hapa. Sio uniambie wewe huu mbona huu pastor uhubiri vizuri. Nikwambia nitahubiri vizuri. Watu wanaokoka kimaringo maringo, unafikiria ni wa maana. Ndugu yangu, sisi sio wa maana. Sisi sio wa maana. Na mimi nataka ujue, wakati raia ilikataa kuingia kwa safina, Mungu hakukosa alternative. Na hata Yesu anasema wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo, wale walioalikwa hawakuenda, hakukosa alternative. Alisema enda kwa barabara huko, chukua vipofu viwete. Hawakosaji. Wanaweza sema hata leteni mawe. Tumpigie Bwana Yesu. Wanaweza sema basi kama wanadamu wameringa, leteni mawe ya dunia tujengee huku. Mchungaji anafanya kazi kubwa, anasema nani anataka kuokoka? Mnaringa ringa. Ndugu yangu, hapa usiringe. Hapa hata mimi nakufukuza. Ndio maana unaona ninaongea hivyo. Ninajua nyinyi hamnisaidii. Ile kitu mnaweza nifanyia hata ni kunipeleka jehanamu nikibembelezana na nyinyi. Musa alibembelezana na watu kama nyinyi, si alienda kukufa kwa mlima huko. Na kazi yake ilikuwa ishie Canaan. Na watu kama nyinyi, grupu hii, mkakata hiyo safari. Yangu amuikati my friend. Tutavurugania hapa. Yangu amuikati, hamukati safari yangu. Yangu amuikati ngo. Navurugania hapa. Tunza damu ya Yesu. Covenant yako na Mungu ina depend on that blood. Na the only thing that can dirtify that blood is sin. Sin. Ndugu yangu, umeenda kanisani, umetobo, mbingu imekusikia, wamekunyunyizia damu ya Yesu, imekusafisha, wakamwongeza Roho Mtakatifu juu yako ili hiyo damu iwe ina shine ever, iwe iko fresh ever. Ukipita kwa nyumba za waganga wachawi, wanaiona. Mapepo yakitembea usiku wa manane kwa nyumba yako, wanakutana nayo. Ever fresh blood of Jesus. Wewe umefanya kazi ya kuitunza, umekuwa mwanajeshi mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile yule mwanajeshi ambaye hawachi bunduki yake chini, hawachi. Na wewe ndugu yangu, ya kutunza ni hiyo damu. Unajua, this is my identity. Only the blood of Jesus inanitambulisha mimi ni wa ufalme gani. Haleluya, haleluya. Hii damu ndio inanitambulisha hata mbele ya Baba ya kwamba huyu ni wetu, huyu ni wetu, huyu. Kwa ujinga wako wewe umeokoka vizuri, umeombewa vizuri, umepanguswa vizuri, umekaa kanisani, ukazoea mchungaji, ukazoea mahubiri. Wakristo tunakuaga hivyo, acha nikwambie. Unazoea mchungaji, unazoea zile nyimbo za kanisani, hata utukufu wa ile nyimbo imetoka kwa sababu umezoea. Alafu unajisahau, unarudi kwa dhambi. Ndugu yangu, you are killing your own protection. You are killing the blood of Jesus that will put the devil away. Unahusunisha roho, alafu unabaki aje? Hohehahe. Na kwenda kwako kanisani unatandikwa na ibilisi, na kusema haleluya zote bado unagongwa. Why? Because hallelujah will not keep away the devil. Hallelujah will not keep away the devil. Wangapi wananielewa language yangu? Hallelujah will not keep away the devil. Bwana asifiwe will not keep away the devil. The blood and the anointing of the Holy Spirit will put away the devil. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu. Si umesikia hapa Waebrania 11
mstari wa 28 nasema, na ile damu Musa akanyunyiza juu ya Waisraeli, ili yule anayewadhuru wazaliwa wa kwanza wa Waisraeli asiwadhuru. Na damu ya Yesu ilimwagika msalabani, ikamwagwa juu yetu, ili yule anayedhuru wateule, yule anayedhuru waliookoka asiweze kuwadhuru. Damu ya Yesu imemwagika juu yetu. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Na wewe bila kuelewa ya kwamba the issue is the blood of Jesus, unacheza nayo. Ndugu yangu, hakuna kitu ambayo ilitufukuza kutoka kwa bustani ya Eden kama sio dhambi. Hakuna kitu ilitutenganisha na baba yetu. Tulikuwa tunatembeaga na yeye kila jioni. Biblia inasema kila masaa ya jioni Mungu alikuwa anatembelea Adam na Hawa. Kila masaa ya jioni walikuwa wanaongeaga, wanatembea, wanapiga story. Ile kitu ilifukuza Mungu kwa Adam na Hawa ni dhambi. Ndugu yangu, hiyo dhambi ina kill the power of the blood of Jesus in your life. It is killing it. Na wewe kwa sababu unafikiria, kwa sababu bado una uwezo wa kuingia kanisa na hakuna mtu anakuzuia, unafikiriaga bado umeokoka. Kumbe ile dhambi ulifanya jana na juzi iliua hiyo damu. Nguvu ya damu imeuliwa, mpaka hata maombi yako tena hayana mamlaka juu ya Ibilisi, because the covenant has no power. The blood has died. Laiti covenant ingekuwa na power, unaamrisha Ibilisi anang'oka. Anasema sio maneno yake yamenifukuza, ni uwezo wa Roho ulio juu yake, na damu ya Yesu imeniondoa. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumpe Yesu makofi. Watu wanafikiaga tu kuambia shetani riswe anaenda. Ndugu yangu, haendi kwa sababu ya riswe. Anaenda kwa sababu you are untouchable. There is something speaking in you. There is something speaking upon you. Kwanza the blood of Christ and the power of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. That is what inaongelesha wewe. Leo wewe ukikutana na polisi, ndugu yangu, wacha tuambiane ukweli. Ushawaisikia polisi akikwambia sisi ni mapolisi? Ushawaisikia wanakwambiaga sisi ni mapolisi? Kama ni jamaa kama huyu, unashtukia tu umevurutwa. Ile pingu ndio itaongea. Unaona ukishakala, unasema kumbe. Lakini wakikuja hata hawakuambii kuja wewe. Na sijui wanakuaga na sijui mapolisi wanakuaga na presence gani. Mimi sijuaji. Ndugu yangu, wakikwambiaga tu wewe kuja, ulizi hauulizi eti wewe ni nani unaniita. Unajikuta tu mwambia twende hivi, hata kama ni waizi. Ndugu yangu, zaidi unabisha wanaivuruta. Hapo ndio unaanza mkubwa unasemaje? Na sisi vile vile damu ya Yesu inajua wale wa kutisha. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu. Tumuongeze Bwana Yesu makofi matamu kabisa. Haleluya! Ndugu yangu, nakuambia jioni ya leo, kaa mbali na dhambi. As long as you want that blood to be fresh, as long as you want the Holy Spirit to have dominion over your life, ndugu yangu, protect the blood. If the blood dies, the Holy Spirit flees. Bwana Yesu asifiwe sana. If the blood is still fresh, the Holy Spirit is in charge. Na ndugu yangu, hakuna kitu mzuri kama kuomba in the Spirit, because wakati unaomba in the Spirit
hapo ndipo unapata express communication with God. Na ndio maana Mungu anasema ninawapenda wale wanaoniabudu katika roho. Every time you do your worships, every time you do your prayers, every time you communicate with the Father, do it in the authority of the Holy Spirit. Ndugu yangu, kama damu ya Kristo imekufa juu yako, the Holy Spirit is not there. Maneno yako matupu cannot move God. Maneno yako matupu cannot touch God. Biblia inasema maombi ya watakatifu ni harufu nzuri, ni manukato, ni manukato. Itakuwa tu manukato wakati imesukumwa na Roho. Itakuwa harufu nzuri wakati maombi yako yamebebwa na Roho na yana harufu ya damu iliyo fresh. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi hatujui, na hiyo ndio hekima ambayo tumefichwa. Watu wanafikiria nikitenda dhambi pastor ananiona. Ndugu yangu, mimi sifai kukuona. Hata nikikuona unatenda dhambi, kwani inanihusu nini? Kwani mimi ile mbingu iko mbinguni ni yangu? Si yangu. Hata hiyo paradiso ni mimi ndio nitaitana majina. Hata hiyo kitabu sina. Wewe tena. Ndio maana hii kitabu inasema mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mtakatifu azidi kutakaswa. Mimi ukija hapa uniulize pastor, hivi kunywa pombe kidogo ni makosa? Mimi sitakwambia ni makosa ama si makosa. Mimi nitakwambia kunywa drum. Kunywa drum. Nenda na drum kwa bar. Ambia yule waiter, fungua ukiweka hapa, fungua ukiweka hapa. Hiyo drum ikijaa, ingia ndani. Ukunywe na masikio, ukunywe na mapua, ukunywe na mdomo, hata na huku nyuma kunywa. Ndio ulipwe sawa sawa kama kazi yako ilivyo. Biblia nasema mwenye haki azidi kufanya haki. Sababu it is not a joke. Malipo iko. Malipo iko. Mungu anasema sikunyimi chochote, lakini utatoa hesabu ya kazi yako. Sikunyimi. Ni wanawake unataka, enda nao. But the day your spirit will come back to me, it will answer for everything that it did on earth. Unafikiria hapa tuko na mambo ya kukatazana? Eti usifanye umalaya. Wewe enda. Enda. Si wako hapo Luthuli. Wewe enda. Ukimalizana na huyu tumana mwingine. Ambia huyo niitie yule ulikuwa umesimama naye. Mimi kazi yangu ni kuhubiri. Sikukataza. Mungu hakukukataza. Mungu hakuambia Adam, msikule. Na si eti hakujua wanakula, alijua. Hakuna kitu inatendeka kwa hii dunia hajui, alijua. But the choice you make, you will be answerable to the consequences. Na nilikwambia tangu last week, mtu ambaye hajaokoka bado unaishi kwa hasira ya Mungu. Mungu alisikia hasira wakati mwanadamu alimbetray na nyoka. Hiyo hasira iliwaka kwa Mungu. That is why alispill curse. Ndugu yangu, curse haitolewi na mtu anacheka. Alois, kuna mzee analaani mtu akicheka. Curse inatokaga kwa mtu ambaye amejeruhiwa. And he curses you. Isaac alikasi kijana wake kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Esau alikasiwa kwa machozi, na alikuwa na bless Jacob na furaha. Ana bless hata alikuwa na bless Jacob akifanya si ameshiba. Anaambia wewe utabarikiwa wingi hapo utokapo. Wewe utakuwa mkuu, maadui zako watakulamba mguu. Hebu niletee toothpick.
Lakini mwanadamu akaongea na Mungu, kula hii matunda yote, lakini hii usikule. Wakawachana vizuri, wamempatia uhuru, kula hii yote. Alafu mwanadamu anaenda kinyuma, anazunguka Mungu nyuma, ana backstab Mungu, anaenda tena anafanya covenant na shetani. Anaambia hii ukikula utakuwa kama Mungu. Mungu hataki mkue kama yeye. Hataki mkue kama yeye. Kuleni hii mtakuwa mbele. Ana backstab Mungu. Mungu anarudi, anakuta huyu pombavu amefanya ujinga, anga inatoka juu yake. Ndugu yangu, ile laana Mungu alitupiga nayo, no blood could break that covenant. Na ndio maana mimi ninakwambia the blood of Jesus is so powerful. Ili break paka hiyo laana ya Mungu, the blood of Jesus. Tumpatie Yesu makofi ya utukufu. Very powerful, very powerful. Paka hiyo hasira ya Mungu ikavunjwa pap, na sisi tukarejeshwa katika urafiki na Mungu. Na mbali na kurejeshwa kwa urafiki na Mungu, tena hiyo damu ikatufunika, ikatuprotect. No weapon formed against us shall prevail. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Hakuna kinywa ambacho kitainuka kituhukumu makosa. Kinywa chochote kitainuka kutuhukumu, kitahukumiwa makosa na Jehova. Hallelujah. Tumuongeze Yesu makofi ya utukufu. Wewe hujui nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Unaisikia tu ikiimbwa. You don't know the power in the blood of Jesus. You don't know what it does to your life. Haujui ndugu yangu, hiyo damu inakulinda maradufu kuliko hiyo Masai umeweka kwa mlango, kuliko hiyo umbwa kali umeweka kwa mlango, kuliko hizo CCTV kamera inakulinda maradufu. Mimi nishawahi kutana na waizi wanne. Tena hawakuficha bunduki zao na wametoa mavisu. Na ile kitu linishangaza, walinisimamisha, wakaniambia toa kila kitu. Nikamwambia mimi sina kitu. Mmoja aliniangalia, kaniambia unajua unaongea na nani? Sasa mimi sijui naongea na nani. Sababu mimi najua yule mwenye nguvu kuliko hata sisi ako mbinguni, na Yesu Kristo ndio mtetezi wetu. Mwenzake alimwambia, wale watu wanaongeaga hiyo maneno umesikia, watatuletea nuks. Hebu tuendeni mbele. Mwenzake tu aliambia mwingine, unasikia hiyo maneno, hao watu wanaongeaga maneno kama hayo ni nuks, wanaweza tuharibia kazi yetu leo. Wakaenda. Na nikajua there is power in the blood of Jesus. There is power. Na hiyo damu inajua wale wa kutisha. Wangapi tunaelewana vizuri? Inajua kuweka shetani paralyzed. Inajua kuweka majini paralyzed. Inajua wale wa kutisha. Ndugu yangu, wale watu hawajui ni damu ya Yesu, wanaweza kutusi. Ukiona mtu anakutusi, ndugu yangu, wewe mtu hajui damu ya Yesu ni kitu gani. Hajui. Anapita hapa anaona unahubiri, anasema hawa mapasta ni njaa tu. Ndugu yangu, huyo mtu hajui damu ya Yesu ni nini. Wale wanajua hiyo damu hawawezi kudhubutu kutoa maneno kwa mdomo. Wanajua hiyo damu. Ndugu yangu, hakuna silaha yoyote inaweza penya hiyo damu. Hakuna. Any person who dares fight against that blood of Jesus, he is finished. He is finished. Wangapi tunaelewana? Wangapi tunakubaliana? Tumpatie Kristo makofi. Simama kwa miguu yako miwili. Simama. Ningetaka kuendelea, lakini masaa, ndugu yangu, masaa inanikataa. Na mimi sitaki uchelewe kwenda nyumbani. Nilikwambia kuna mambo 7
ambayo yanatuhakikishia ya kwamba sisi hatutawachwa siku ya parapanda, na ni wale ambao damu iko juu na Roho Mtakatifu ako juu. Nimekuambia Roho Mtakatifu yeye ndio uzima, yeye ndio uhai. Maandiko yanasema huyo Roho kama anakaa ndani yako, kama vile alifufua Yesu, na wewe atakufufua. So the Holy Spirit puts that blood alive. Na nimekuambia usiwe mpumbavu kama wale wanawalita walikuwa na damu lakini roho hakuna. The preservative. Wangapi tunaelewana vizuri? Inamisha uso wako, mwambie Mungu jambo. Na kama hujaokoka, ndugu yangu, usitoke kwa hii kiwanja bila kuokoka. Nenda mbele za Baba. Wewe ambaye umekuwa ukifanya dhambi na umeokoka, ndugu yangu, hebu tubu ndugu yangu. Unajua unaua ile damu, unaua nguvu ya hiyo damu. Hiyo damu haiwezi kukufanyia kitu kama haina nguvu. Lazima iwe na nguvu, lazima iwe na nguvu. Nguvu ya hiyo damu ndio inafikisha maombi yako kwa Baba. Nguvu ya hiyo damu ndio inafukuza wachawi, waganga na majini. Nguvu ya hiyo damu. Hiyo damu ikiisha nguvu, haitishi mtu. Baba, ni asante kwa wale wote wamefika leo. Asante kwa message tamu sana ambao umetupatia jioni ya leo. The power in the blood of Jesus Christ. The power. Na Baba, umetuambia kabisa, the blood must always be fresh, because the fresh blood ndio inafaa kwa agano, lakini the dead blood haifai kwa agano. The fresh blood. Na tumesikia ya kwamba the purpose of the Holy Spirit is to keep the blood alive. Ni kweli hiyo damu ilimwagika miaka 2000 iliyopita. Ni kweli kabisa, ilimwagika 2000 years. Lakini kwa nini mpaka leo ikitamukwa inafanya mambo, ikitamukwa inafanya kazi? Because it is preserved under the power of the Holy Spirit. It is preserved. Na Baba, ninashukuru kwa sababu ninajua kuna wale ambao kuanzia leo wakitoka hapa, hata wakiona dhambi wataogopa kuifanya, kwa sababu watajua, nikifanya hii dhambi naua nguvu ya damu ile inayonilinda. Nikifanya hii dhambi ninaua nguvu ya ile damu inayonilinda. Nikifanya hii dhambi ninaua nguvu ya ile damu ambayo inaniprotect. Na asante kwa sababu ya hekima hiyo umetupatia jioni ya leo. Na Baba, mimi nimenena wazi, nimeongea wazi mbele ya watu wako. Mwenye masikio amesikia. Akijipeleka kwa dhambi maksudi, hiyo damu haibaki tena kuwa dhabihu, inakuwa sasa useless. Na as long as that blood has no power, kama hiyo damu haina nguvu, the devil will run us over. Shetani atatuweka chini. Na Baba, hiyo ndio kitu inaniuma nikiona kila Jumapili wale wanajazana mbele ya wachungaji kuombewa. Sio walevi, sio malaya, ni watu wameokoka. Lakini kwa sababu hao watu hawakujua ile ya kutunza, walifikiria wakijificha kwa mapasta, eti pasta asinione na kunywa, eti sasa hao ni wajanja. Hata nikilala na mpango wa kando, pasta hajaniona. Wanaenda kanisani wanadanganya mchungaji. Kumbe hawajui kile wanachoua kiko juu yao, kikulacho kinguoni mwao. Kile wanachokiua, kile kinachowalinda, kile kinachowaficha, kile kinawapa favor makazini, kile kinawapa favor katika biashara zao, kile kinawapatia favor, hiyo ndio wanaua. Wanaiua kwa zile dhambi wanafanya. Baba, asante. Naomba muinue mikono yenu mahali mlipo. Baba, hiyo mikono iliyoinuliwa tunasarenda kwako. Tunajua Baba, tukisema hatutendi dhambi sisi ni waongo, lakini tukitubu wewe ni mwaminifu, utatusamehe. Wewe ni mwaminifu na wa haki, utatusamehe.
Baba, inawezekana hii mahubiri hakuna mtu ashawaisikia, amesikia leo, na kuna watu waliokoka, lakini katika hiyo kuokoka wakarudirudi wakafanya dhambi za chochoro na wakauaua ile mamlaka ya ile dhambi. Baba, nasema mamlaka ya ile damu ikauliwa, nasema kwa hiyo mikono iliyoinuliwa, Father, we are surrendering to you. We are surrendering. We are surrendering. Baba, rudisha nguvu ndani ya hiyo damu, because today tumeelewa hiyo damu ndio inatuprotect. Waisraeli waliprotektiwa na hiyo damu. Balaam na Balaki wakaambiwa na Mungu, hawa hawalaaniwi, wamebarikiwa tayari, hawalaaniwi. Kile Mungu alikuwa anasema, they are under the blood, they can never be cast. That blood upon them is so powerful, you can never go against it. Kama Waisraeli walilindwa tu kwa sababu ya damu walioweka kwa milango yao, na yule mharibifu hakuangamiza, na sisi leo tuna damu ambayo inaweza vunja paka hasira ya Mungu, inaweza kuturestore back to God. Father, help us. Let us not kill the power in the blood. Let us not kill the anointing of the Holy Spirit. Tusihuzunishe roho. Kwa mikono yetu tumeinua juu, tunaomba msamaha, tunaomba toba, tunaomba Baba, kama tuna tabia ambazo zinahuzunisha roho, kuanzia leo tusihuzunishe roho tena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumpe Yesu makofi. Wangapi wanasema, mchungaji, nimesikia kitu. Mimi leo nimepata kitu hivi. Inua mkono mzuri nione hivi. Hallelujah, God bless you. Naomba usiondoke hata baada ya kutoa sadaka yako, usiondoke. Nataka nitamke neno nikuache uende. Hallelujah. Nataka nitamke tu neno, jambo nikuache uende. Si vyema mchungaji akiwaacha hivyo. Wangapi wananielewa lugha? Haleluya. Matamshi ya mchungaji yanaenda na yakilinda na. Wangapi wanasema, mchungaji, nimeona faida ya kuja hapa, nimeona faida ya kuja hapa. Haleluya. Inua mkono nitamke kitu, niseme tu kitu, vile tu Mungu ataniongoza nitasema, alafu niwaachilie muende. Baba, hiyo mikono imeinuliwa, inaonyesha wazi tumenyenyekea mbele zako na tumekuelekea wewe Baba, katikati ya hii janga la corona, katikati ya janga la kukosa kazi na kukosa chakula, katikati ya janga la kung'ang'ana. Wakenya wanang'ang'ana kweli kweli, na kila mahali ni njaa, ni kilio. Tumesikia habari za maporomoko, watu waliangukiwa huko. Tumesikia habari ya mafuriko kwa sababu ya mvua na nini. Tumesikia watu wamebomolewa manyumba, familia ziko nje. Naomba Baba, naomba ulinzi wako ukashuke juu ya hiyo mikono, riziki yao ya kila siku. Naomba Mfalme, usiwapungukie vile ulivyosema ndani ya Biblia, utawaacha, utawapungukia. Baba, fata hilo agano na ukalitimize. Ninasema hivi, Jehova, maroho ya kila aina, maroho ya ugonjwa, maroho ya mapigo, maroho ya kuinukiwa, maroho ya kila aina inayowaandama ili iweze kuwaangamiza, damu ya Yesu Kristo inayotufunika na kutulinda, na uwezo na mamlaka ya Roho Mtakatifu inayotufunika ikaweze kuwafunika. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri.